Na sasa mtazamaji, tugeukie mengine ambapo huzuni imetanda katika kijiji cha Magangani, wadi ya Dabaso, kaunti ndogo ya Malindi, baada ya mwili wa mwanamke mwenye umri wa miaka 50 kupatikana umezikwa kwenye kaburi lisilo na kina kirefu. Mwanamke huyo anaaminika kuuawa kikatili na mwanawe ambaye anadaiwa kumzika kwa siri takriban wiki moja iliyopita. Maafisa wa upelelezi na wataalamu wa uchunguzi wa kisayansi waliufukua na kusafirisha mwili huo hadi mochari kaunti ndogo ya Malindi kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Familia moja mjini Malindi katika kijiji cha Magangani, wadi ya Dabaso, imekumbwa na huzuni baada ya mpendwa wao kuuawa kikatili. Familia marehemu akielezea matukio yaliyopelekea kifo cha mpendwa wao baada ya kupokea ripoti kutoka kwa watoto wa marehemu kuwa mama yao alikuwa ametoweka na kupelekea kupiga ripoti polisi ambapo uchunguzi ulianzishwa. Huyu aliyekufa hapa ni shangazi yangu na tulikuja kupata habari siku ya Jumamosi ya kwamba ameuawa. Ndiposa siku ya Jumamosi tukakuja mbio kuja kuangalia kwamba ameuawa, na tunashuku ya kwamba yule mtoto wake aliyekaa naye ndani ya nyumba yeye ndiye alimuua. Nilisikia nduru nikiwa kwangu kwa sababu si mbali na hapa, kukimbia nikaja nikapata hao watoto wanasema shangazi, mama hatumpati na tumeona kitu, wakanionyesha nikaona, nikasema basi hii si hali nzuri. Na wale familia yao pia wakaja, tukashikana, tukaambia tupeleke hii kitu polisi ndio waweze kuchukua hiyo kazi yao waendelee. Kamanda wa polisi kaunti ndogo ya Malindi Moses Kosgei alithibitisha kuwa mshukiwa mkuu Tumaini Masha Jali mwenye umri wa miaka 32 alikamatwa Jumamosi baada ya familia kutoa ripoti ya kutoweka kwa marehemu na kuanza kumshuku. Kwa uchunguzi wetu tulipata kuna nguo ilikuwa na tabakaa kwa karibu nyumba za mshukiwa, na it was on 15 of August wakati tulipata nguo zilikuwa na tabakaa kila mahali. So wakati tulifika huko tukapata sasa kuna kaburi ilikuwa imechimbwa karibu na hapo. We suspect foul play. Mshukiwa mwenyewe ndio kijana wa mama aitwa Tumaini Masha Jali, 2 years by age. Tukachukua yeye na tukachukua kwa seli yetu so that tulichukua order for purpose of exhuming the body from the grave. Hiyo exercise ilikuwa inaendelea. Tumepata ukweli ikawa mama kijana alimuua na uchunguzi bado inaendelea. Mwili tumechukua kwa mortuary kungojea postmortem. Afisa wa upelelezi wa jinai wa kaunti ndogo ya Malindi Walter Mwarunga alisema mshukiwa atafikishwa mahakamani baada ya uchunguzi wa maiti kukamilika, huku mwili wa marehemu ukipelekwa katika makafani ya kaunti ndogo ya Malindi kwa ajili ya uchunguzi. It's true that there is an incident where a woman was reported lost, and then of the part of the investigation is active. We have opened a file, and since that the body has been exhumed, it's an active file of a murder case. We are intending to do postmortem, which will confirm the actual cause of the death. And then thereafter, the boy will be charged in court so that justice can be found for the deceased.